Afcon kama mwana michezo, mimi ni Latifa Anafi, nyuma kamera ni Ulven Trends. Afcon ni kipindi ambacho kinakuletea updates mbalimbali kuhusiana na michuano ya Afcon ambayo inaendelea pale nchini Morocco hivi sasa. Japo bahati mbaya bwana, timu ya taifa ya Tanzania safari imeishia hapo mara baada ya mchezo dhidi ya Morocco kumalizika kwa timu ya taifa ya Tanzania kupoteza kwa bao 1-0. Licha kwamba kuna mengi ambayo yanaendelea kuzungumzwa nje ya uwanja, maamuzi ya muamuzi, lakini pia namna ambavyo mambo yalikuwa yakiendelea, kadi za njano jinsi ambavyo zilikuwa zikitoka, lakini pia nafasi ile ya dakika za jioni ambayo Tanzania wengi walijua pengine ingeweza kuwa penalty, lakini ndio hivyo. Bubu Traore kutokea Mali akasema hapana, sio mkwaju wa penalty, na mechi hiyo kumalizika kwa bao 1-0. Na hii inakuwa ni kwa mara ya kwanza timu ya taifa ya Tanzania inaandika historia ya kutinga kwenye hatua ya 16 bora tangu kuanza kushiriki kwenye michuano hii, lakini pia tangu michuano ya Afcon ilivyoanza. Sasa katika historia hiyo, na tunakwenda kusana na mwenyeji ambaye ni Morocco, lakini tunaondoka huko watu wengi wakisifia kile ambacho Tanzania wamekifanya, ukionyesha ushindani wa hali ya juu kwenye hizo mechi ambazo wamecheza. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa ni kitu kizuri ni kiwango bora ambacho kilikuwa kikioneshwa na kiungo mkabaji wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia akicheza kwenye ligi kuu pale nchini Azerbaijan. Hapa namzungumzia Alphonse Mabula Msanga, ambapo walikuwa na kiwango kizuri kiasi cha kuwavutia Watanzania wengi na watu wengi kwa namna ambavyo alikuwa akicheza, jinsi ambavyo alikuwa akikaba, lakini anavyoanzisha mashambulizi. Sasa kwenye ukurasa wake rasmi wa Instagram pale wa Alphonse Mabula Msanga, ukipita hivi sasa utakuta kuna jambo ameliandika pale kama shukrani, lakini pia kuwatia moyo vijana ambao wana ndoto waamini kwamba kuna siku watakuja kuitimiza, kwa sababu yeye pia alikuwa na ndoto ya kuja kuicheza michuano Afcon ambayo alikuwa akienda kuiangalia na baba yake wakati huo kwenye vibanda umiza, lakini historia leo hii anakwenda kuiandika, kuihadithia michuano hiyo ya Afcon, yeye akiwa uwanjani na jezi ya timu ya taifa ya Tanzania, tena akicheza kwa kiwango bora kabisa. Sasa nikisome hiki ambacho amekiandika huyu nyota wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia Shamak ya pale Azerbaijan, nikianza kunukuu, amesema: asante Mwenyezi Mungu, ni huzuni kutolewa kwenye mashindano haya, hususan katika hii hatua. Najua inauma kwa kila Mtanzania, ila nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru Watanzania wote waliokuwa wanatusapoti tokea mashindano haya tumeanza mpaka tulipofika. Historia imeandikwa kwa timu kiujumla na kwangu mimi binafsi, maana ni kama ndoto kukamilika, dream come true. Nakumbuka nikiwa mdogo nilikuwa naenda na baba yangu kuangalia mashindano haya kwenye mabanda ya TV usiku, huku nikitamani siku moja kucheza haya mashindano. Hakika leo naishi hiyo ndoto niliyokuwa naiota nikiipambania kwa kumwaga jasho na kujituma. Meseji yangu kwa vijana wenzangu wote wenye ndoto kama nilizokuwa nazo mimi: amini katika kitu kimoja, kila siku kinawezekana chini ya jua hili. Usikate tamaa na uendelee mapambano uko ulipo, siku moja utaishi katika ndoto zako. Mwenyezi Mungu awabariki wapambanaji wote uko mlipo, na washukuru sana Watanzania kwa kunipokea, na Mwenyezi Mungu awabariki sana na wapenda sana. Akimaliza hivyo Alphonse Mabula Msanga kwamba ni jinsi gani anajivunia kuishi kwenye ndoto ambayo alikuwa akiota wakati huo yuko mdogo, hasa kwenye kucheza michuano hii ya Afcon, na leo hii ametimiza ndoto hiyo na akiingia kwenye historia miongoni mwa timu ambayo imecheza kwenye hatua ya raundi ya 16 bora kwa mara ya kwanza tangu michuano ya Afcon iweze kuanza. Sasa hii pia ikawe chachu kwa wewe kijana ambaye unanitazama hivi sasa na ambaye unatamani kutimiza ndoto yako katika jambo fulani kama ambavyo Alphonse Mabula amefanya. Na tuliwahi kuzungumza naye hapa siku fulani kuhusiana na maisha yake ya soka nchini Azerbaijan. Tulizungumza mengi ikiwemo maisha ya kambini, namna ambavyo anachukuliwa ukizingatia anacheza bara la tofauti na Afrika ambapo wa rangi nyeupe ni nyingi, lakini mazingira ambayo anaishi. Na nakumbuka miongoni mwa story nzuri ambazo aliwahi kutupatia ni kuhusiana na jinsi ambavyo mchezaji unaweza ukakatwa ukakatwa mshahara
Kumrazi, unaweza ukakatwa mshahara kutokana na kuongezeka ili hali kilo moja tu. Yani kwa mfano unakwenda pre-season ama mapumziko una kilo 70, alafu unarudi kambini unapimwa unakuta una kilo 71 ama 72, basi unaenda kukatwa sehemu ya mshahara wako. Hiyo ndio story ambayo aliwahi kutupatia hapa Alphonce Mabula Msanga. Na hiyo ndio ambayo nimekuletea leo kupitia Afconica, ambapo timu ya taifa ya Tanzania itakuwa inarejea sasa nyumbani. Na jambo zuri pia kupitia kwa naibu waziri utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda amezungumza na nyota wa Stars na kuwapongeza kwa kile alichofanya, lakini pia amewapa salamu za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na vile ambavyo ametamani kukutana na nyota hao wa timu ya taifa kwa ajili ya kuwapongeza zaidi. Itakuwaje? Tusubiri timu ya taifa itakapowasili hapa nchini tuone ni kwa namna gani ambavyo watapongezwa. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma kamera ni Ulvin Trends. Hii ni Ava TV. Usiache kutufuatilia kwenye vipindi vyetu mbalimbali, hususan kipindi nambari 1 kwa ajili ya michuano AFCON Afconica.